Shirika la Kilimo Hai Tanzania kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo limetangaza kuahirishwa kwa mkutano wa 4 wa kitaifa wa kilimo ekolojia hai ambao sasa utafanyika kuanzia Machi 3 hadi 5, 2026 katika jiji la Dodoma. Awali mkutano huo ulipangwa kufanyika Januari 27 hadi 29, 2026, lakini umeahirishwa ili kuimarisha maandalizi na kuruhusu ushiriki mpana wa wadau muhimu. Akizungumza kuhusu mabadiliko hayo, mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Bwana Bakari Mongo amesema uamuzi wa kuahirishwa mkutano umezingatia ubora na tija ya tukio hilo. Maandalizi ya mkutano huu ni maandalizi ya mkutano wa 4 ambao tulikuwa tuufanye tarehe 27 mpaka tarehe 29 mwezi wa kwanza. Tunao wakulima, tunao watafiti, tunao wasomi, tunao wanasiasa kwa maana watunga sera, lakini pia tunao watendaji wakuu na wataalamu mbalimbali kutoka private sector, lakini pia hata katika upande wa serikali. Kwa hiyo mkutano kama huu unahitaji maandalizi ya kina kuhakikisha kwamba malengo yaliyotarajiwa kufikiwa yamefikiwa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi wa shirika hilo Mwatima Juma amesema mkutano huo ni jukwaa muhimu kwa mustakabali wa kilimo endelevu nchini. Mambo makuu yatakayojitokeza pale ni usalama wa chakula na lishe. Sote tunapiga kelele maradhi yaliokuwa sio ambukizi yanaongezeka, utapiamlo, lishe yetu sisi wenyewe, wajawazito, watoto, vijana, yote hiyo tunaizungumzia ndani ya mfumo wa kilimo hai. Tutazungumzia mbinu za teknolojia ya kilimo hai na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Tunataka kuonesha kwamba kilimo hai sio kilimo duni, sio kilichopitwa na wakati, kina sayansi kubwa ndani yake. Kwa hiyo tunaifufua kwa kuielezea kwa vitendo na kuonesha tafiti ambazo zimeonesha kabisa kwamba kilimo hai kina sayansi kubwa na inabidi ifuatiliwe. Tunaangalia manufaa ya kilimo hai kiuchumi na katika kuwainua wakulima. Naye Gladness Martin, mwakilishi wa Swiss Aid Tanzania na mdhamini wa mkutano huo, amesema kuwa wameungana kwa pamoja na kukubaliana kuwa kuahirishwa kwa mkutano huo ni mpango wa kuandaa tukio hilo kwa ukubwa zaidi. Hii ni kwa ajili ya kuunga jitihada za wadau mbalimbali ambao wanaendelea kusapoti mkutano, lakini pia kuona umuhimu wa kuendeleza kilimo hai nchini kupitia huu mkutano, lakini pia kuweza kukitangaza kwa ndani na nje ya nchi kupitia hii platform ya NEOAC. Kwa hiyo tunathamini na kutambua juhudi za serikali lakini na wadau mbalimbali, ndio maana tukaamua kuunga mkono kupitia hicho ambacho tumeweza kusupport. Kwa hiyo tuseme tu kwamba tuko pamoja, na sisi kama wadau tutataka kushiriki kwenye mkutano kwa kusupport wakulima, lakini kusupport wadau wengine mbalimbali kuweza kuja kushiriki kwenye mkutano. Charles Bupamba, mwanachama wa taasisi hiyo, ameomba wadau kuongeza bidii katika kufuatilia na kuelewa kwa kina masuala ya kilimo hai pamoja na kushiriki katika kongamano hilo ili kupata fursa ya kujifunza kwa undani elimu ya kilimo na kueneza maarifa yote yanayohusiana na sekta ya kilimo. Takwimu mbalimbali zinaonyesha kwamba ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza, na hii ni hatari. Ukisikia magonjwa yasiyoambukiza hapa tunazungumzia kansa, tunazungumzia moyo, pressure. Wewe jiulize leo ukisikia miongoni mwa wanafamilia wako wana kansa, unakata tamaa. Sasa tunawaambia kwamba kupitia kilimo hai kuna uwezekano wa kupunguza hizo athari na uwezekano wa kupata hao magonjwa. Kwa hiyo mkutano ni wa muhimu sana kwa kila mdau, sio sisi watu wa kilimo hai. Kwa kila mdau tuje tujifunze. Kwa hiyo tunaamini kwamba wadau mbalimbali watajumuika na sisi katika kuzungumzia na kujifunza masuala ya kilimo ekolojia hai.